na jamii iendelee kukua kiuchumi na waendelee na shughuli za kila siku. Wanafunzi ni kundi mojawapo linalofanyiwa uhalifu, hasa ukizingatia maumbile yao ni wadogo, na uhalifu mkubwa wanaofanyiwa wanafunzi mara kwa mara ni ukatili wa kingono. Kwa hiyo ndio maana unaona mara kwa mara tunakuja kutoa elimu mashuleni ili tuwaeleze ni jinsi gani watajikinga ili wasifanyiwe uhalifu, kama vile tunawaambia majira ya usiku msitembee katika vichochoro. Wazazi wakiwatuma wajaribuni kuwaeleza kwamba tumekatazwa kutembea majira ya usiku. Mara kwa mara ni ukatili wa kingono. Kwa hiyo ndio maana unaona mara kwa mara tunakuja kutoa elimu mashuleni ili tuwaeleze ni jinsi gani watajikinga ili wasifanyiwe uhalifu, kama vile tunawaambia majira ya usiku msitembee katika vichochoro. Wazazi wakiwatuma wajaribuni kuwaeleza kwamba tumekatazwa kutembea majira ya usiku, wenyewe tunaweza tukafanyiwa ukatili kama kubakwa, kulawitiwa, na hata saa nyingine inapelekea mauaji. Maana tunashuhudia kuna watoto wengine wanauliwa. Kwa hiyo ukatili ni rahisi kufanya. Kwa hiyo tunawaeleza madhara, aina ya kujikinga, wasifanyiwe, na wakifanyiwa wapi pa kuripoti. Wamekuwa wakifahamu matendo ya kikatili ambayo wanafanyiwa mitaani, nyumbani, na hata wakati mwingine shuleni na wanafunzi wenzao au hata na wanajamii wanaotuzunguka. Elimu hii imekuwa ni nzuri kwa kuwa hata wanafunzi wakubwa walipokuwa wakiipata wanasaidia kuwaelimisha wale wanafunzi wadogo wa madarasa ya chini. Mawakala wa kutoka kwenye familia zao. Kwa hiyo kile wanachokipata hapa wanakipeleka kwenye familia zao, ambapo na wazazi nao na familia kwa ujumla wanapata elimu ya polisi jamii kupitia watoto wao ambao ni wanafunzi. Na kiukweli elimu hii imekuwa inawasaidia hata watoto kujitambua, hasa yale matukio ambayo yanaweza yakawakuta, wamekuwa wanajitambua namna gani ya kupambana nayo kutokana na elimu ambayo wamepewa na polisi jamii. Tumepata ugeni kwa maafisa wetu wa kata. Leo kama mimi mtoto nilikuwa sijui elimu juu ya ukatili wa kijinsia, polisi walipokuja wameweza kuja kunielimisha mimi kama mtoto, nimepata hii elimu, nimejua jinsi ya kujikinga, kukataa na mahali pa kuripoti. Tumeweza kujua haki zetu sisi watoto, tumeweza kujua tukifanywa hivyo vitendo vya kikatili tunakoenda kuripoti ni wapi, na tumeshajua kuwa hivyo vitendo tunavyofanyiwa vina madhara gani. Kwa mfano tunaweza tukapata mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa, na hata hivyo maadili ya taifa kuporomoka. Nilikuwa sifahamu haki zangu na nilikuwa sifahamu kama wanaume au wasichana au wavulana wanaweza kufanyiwa vitendo vya ukatili. Hii elimu imekuja kutuelimisha kwamba ukifanyiwa ukatili unaweza kukatishwa ndoto zako na malengo yako yasitimize. Pia tumeweza kujua vitendo vya ukatili na namna ya kukabiliana navyo na kuvikataa na sehemu ambavyo tunaweza tukaviripoti. Na furaha sana kwa ajili ya kuja kutuelimisha kuhusu ukatili wa kijinsia. Kwanza tulivyofundishwa tunaweza kujilinda sisi wenyewe, kuwalinda wenzetu, na madhara yake ni makubwa sana. Tunaweza tukapata mimba za utotoni na tusitimize malengo yetu na ndoto zetu tulizoziweka.